tengeneza jeraha kubwa zaidi. Kwa hiyo benchi la ufundi kwa kushirikiana na jopo la madaktari wakaona tumpe na tumtoe kwenye mchezo huu ili aanze kupatiwa matibabu hapa hapa na kuzuia riski ya kutoumia zaidi. Na hiyo ndio faida ya kuwa na wataalamu katika benchi la ufundi. Kwa Anicet Aura akatolewa katika mechi hii ya finali, akaanza kupatiwa matibabu, na ninapozungumza nanyi hivi sasa Anicet Aura anaendelea vizuri kweli kweli, na matumaini yake ya kuwepo katika mchezo wa dabi yana asilimia kubwa kweli kweli. Cha kufanya ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yake ili tarehe 3 awe sehemu ya mchezo. Lakini Dickson Kibabage vile vile na yeye alifanyiwa mabadiliko baada ya mwili wake kutingishika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ripoti ya madaktari ambayo nimeipokea asubuhi ya leo. Kibabage yuko salama wa salmin, yuko mzima wa afya. Maana yake ni kwamba Jumapili atakwenda kujitutumua kama kawaida. Yusuf Kagoma, ngoma ngumu, naye vile vile hakumaliza mchezo ule kwa sababu ya kuhofia kupata majeraha, kuhofia angeendelea kupata maumivu, maana alikuwa akisikia maumivu wakati mchezo unaendelea. Akafanyiwa mabadiliko ili kumwepushia kuumia zaidi, na yeye amepata matibabu kwa siku ya jana na anaendelea vizuri, na sasa yuko mazoezini akiendelea na programu ya mazoezi. Kwa hiyo hao pekee ndio ambao walikuwa na hati ya kuikosa Kariakoo Derby, lakini niko hapa kuwathibitishia kwamba wachezaji hawa watatu na wengine wote ambao sijawataja afya zao ziko salama wa salmi na wako tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby. Ndugu zangu wana Simba, tutakwenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hii ni mechi ambayo haihitaji maelezo mengi sana, kwa sababu sidhani kuhusiana na dabi, sidhani kama kuna mwana Simba wa namna hii, sidhani kama kuna mwana Simba ambaye hajui chochote muhimu kuhusiana na mechi hii ya Kariakoo Derby. Kwa hiyo mechi hii kimsingi haihitaji maelezo mengi, mechi hii inajieleza yenyewe, lakini binadamu asili yetu ni kukumbushana, na mimi niko hapa kuwakumbusha wana Simba kuhusiana na umuhimu, thamani, ugumu wa mchezo huu. Kwanza lazima tuambiane ukweli, mechi hii ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 ndiyo mechi yetu itakayoamua hatima yetu ya ubingwa msimu huu. Yaani Simba kupata ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Simba kukosa ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Ukitazama msimamo wa ligi kuu ya NBC mpaka hivi sasa tumezidiwa alama 5 na mpinzani wetu. Tukishinda mchezo wa Jumapili, maana yake zitabaki alama 2. Alama 2 katika michezo iliyobaki linaweza likatokea lolote kwa mpinzani wetu akadondoka hapo. Maana yake ni kwamba ni must win game tarehe 3 ili tuweze kuchukua alama 3, libaki pointi gap la pointi 2. Hata kama atachukua ubingwa kwa gap la pointi 2, lakini hatutojisikia maumivu makubwa, kwa sababu katika ubingwa wake msimu huu kwetu ameambulia kalama hako kamoja tu. Kwa hiyo hii ni mechi yenye kuamua hatima yetu kwenye mrengo huo, lakini kama tunapoteza mchezo huu, maana yake ni kwamba gap linakuwa pointi 8. Gap likuwa pointi 8 kwa timu ambazo zitakuwa zimesalia huko mbele. Huoni huyu bwana akidondosha pointi 8 katika mechi ambazo zimebakia. Lazima tuelezane kweli, ndugu zangu wana Simba. Kama sisi tutashindwa kupunguza gap na kubaki pointi 2, usitegemee Singida, sijui Azam, Pamba, sijui nani sijui aje ampukutishe huyu bwana. Pointi 8 zikapukutika, Simba akawa bingwa. Nini maana yake?
adui unayemweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usitegemee mpinzani wa nje aje akusaidie kupambana na adui yako. Adui huyu tunamweza sisi wenyewe. Twendeni tukapambane naye sisi wenyewe. Tusitegemee hao wengine waje wampukutishe huyu wa alama 8. Haiwezekani, timu hizo hazipo hapa Tanzania. Tuelezane ukweli. Utamtegemea Azam, huyo ndo atakuvua taulo ukweni asubuhi. Utamtegemea Singida, huyo ndo shoga yake mkubwa. Utamtegemea sijui Mbeya City, sijui nani, huyo atakula nyingi kipindi cha kwanza. Usimtegemee. Wanasema mtegemea cha ndugu ufa masikini. Usikubali kufa masikini. Ndugu zangu wanasema, twendeni wenyewe tukapambanie hizi alama 3 za tarehe 3. Kwa mantiki hiyo basi, sherehe za ubingwa wa kombe la Muungano zimetamatika rasmi jana. Tumemaliza sherehe za kombe la Muungano. Ni marufuku mwana Simba yoyote kuendelea na sherehe za kombe la Muungano kuanzia hivi sasa. Simba wote tunaelekeza macho yetu, tunaelekeza silaha zetu, tunaelekeza mipango yetu kwenye mechi yetu ya Kariakoo Derby. Mchezo huu tunahitaji kuvuna alama 3. No more option. Only 3 points. Hiko ndicho ambacho tunakihitaji siku ya tarehe 3. Tunakipataje hiki kama tutaendelea kusherehekea? Tutapataje alama 3 kama tunaendelea kufurahia ubingwa Muungano? Tunapataje alama 3 kama tumejisahau na sherehe za kombe la Muungano? Sherehe za kombe la Muungano zimefikia ukomo. Tumemaliza kusherehekea na kuselebuka, na sasa tunaelekeza akili zetu zote kwenye mechi yetu ya tarehe 3. Nachosema hivi sasa, kila mtu sasa arejee kwenye machimbo yake, arejee kwenye mapango yake, arejee kwenye mapambano yake, arejee kwenye vita yake. Tujiandae na mechi ya tarehe 3. Hakuna kupumzika, hakuna kupoa. Tutafanya sherehe kamili tukishapata ushindi tarehe 3 ya mwezi wa 5. Ndugu zanguni, hii ni mechi ngumu. Ina maeneo matatu inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Kwanza, hii ni Kariakoo Derby. Hii ni mechi ya kihistoria. Sisi na wao, haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja. Kwa hiyo hii mechi kiasili tu ni mechi ngumu, kihistoria tu ni mechi ngumu, kujuana tu kunaifanya hii mechi kuwa ngumu. Hii ni mechi ngumu kweli kweli, hatutakiwi kuichukulia poa hata kidogo. Hiyo ni sababu ya kwanza inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Historia inafanya mechi hii kuwa ngumu kweli kweli. Lakini eneo la pili linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni mvutano uliopo katika msimamo wa ligi. Wao wanataka nini kwetu na sisi tunataka nini kwao. Hiyo vita hapo katikati inafanya hii mechi yetu kuwa very tough. Inafanya mechi yetu hii kuwa ngumu na kuwa jiwe kweli kweli. Lakini eneo la tatu linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni matokeo yetu tuliyopata tarehe 29 kwenye fainali ya kombe la Muungano. Matokeo yale tuliyoyapata yanaifanya mechi yetu ya tarehe 3 kuwa ngumu zaidi, kwa sababu tumepata ushindi. Nini maana yake? Mpinzani wetu hatokubali kupoteza mara 2 mtawalia ama kupoteza mara 2 ndani ya wiki moja. Hatokubali. Na tangu historia ya dunia imeumbwa, haijawahi kutokea
sisi na wale tukacheza mechi ndani ya wiki moja. Haijawahi kutokea, ni kwa mara ya kwanza. Bahati nzuri ni kwamba tumeanza na ushindi katika mchezo wa kwanza, tumepata ushindi alhamdulillah, lakini ushindi ule umekwenda kuwaamsha na wao, umekwenda kuwakumbusha na wao, umekwenda kuamsha hisia na hasira zao. Maana yake watakuja katika mchezo huu wakiwa wamepania, wakiwa wanataka kurejesha heshima yao, wakiwa wanataka kupata ushindi katika mchezo huo. Kimsingi ni kwamba sasa tumeshatimua mzinga wa nyuki, kwa hiyo pale pameshachangamka hivi sasa. Hivyo basi mechi hii inapata ugumu namna hiyo kwa sababu tayari tumeshampasua, ameshafurugika, anataka na yeye kupata ushindi ili kupata amani, anataka kupata ushindi ili kufuta hiyo kumbukumbu ambayo sisi tumeiandika siku ya tarehe 29, na sisi tumepata ushindi katika mchezo huo, tunataka kuendeleza ushindi zaidi. Lakini kama haitoshi, ugumu mwingine kwenye mchezo huu ni kwamba hatuko tayari sisi Simba Sports Club furaha yetu kudumu ndani ya siku 3 pekee. Waswahili wanasema furaha ya masikini haidumu. Hata sisi hatutaki kuwa hao masikini ambao tumeshinda tarehe 29, tumestarehe tarehe 30, 1, 2, 3 mke sherehe imeisha. Hatutaki kuingia kwenye kundi hilo la sherehe ya masikini haidumu. Tunataka furaha yetu idumu milele na milele. Furaha inadumu vipi? Ni kwa Simba kushinda tena siku ya tarehe 3.